Sasa hivi kuna muhuni mmoja na sio sasa hivi, toka zamani yuko muhuni hapa duniani. Yeye hapendi kuona dunia imetulia, lazima afanye fujo kuua watu. Anaitwa Marekani. Duniani yatakatalu nasu sharkan wa gharba, kila mahala kuna vita. Ukiona sehemu kuna vita, ujue Marekani kasababisha. Kwa nini? Anatamani Marekani awe ndio yeye mfalme wa dunia nzima. They are policemen of the world. Yeye ndio polisi wa ulimwengu, anaamini hivyo. Dunia inachafuliwa na Marekani. Anatoka kwake anakwenda kwengine kupiga watu na moga ajabu. Sijawahi kumuona moga kama Marekani mimi. Marekani hajawahi kupigana vita ndani ya nchi yake, sio mule mwake. Anatafuta nchi huko, anaifanya ndio kituo chake. Kwa hiyo wale wanaopigwa kule wakitaka kujibu hawaipigi Marekani, wanampiga yule bwana mwenye kituo pale. Pia Marekani mara nyingi hapigani peke yake, anatafuta washirika wa kumsaidia kupigana, mpaka inakaribia kuaminiwa kwamba hakuna nchi inomweza Marekani. Karibu hiyo imani sawa na wamshindwe dunia nzima. Marekani yuko nani? Yuko Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna siku Mungu ataitia adabu Marekani. Mimi nakwambieni, hata nikiwa nimekufa mtakuja kusema alisema yule mtu. Majabari wote dunia hii Mungu hajawaacha, kwa sababu yule Marekani hajawa jabari kuliko Firauni. Firauni yuko wapi? Iko siku ya Marekani Mungu atamtia mkononi. Mimi huwa nawafurahia sana baadhi ya nchi wanaomfanyia kiburi yule Marekani. Naona raha kweli, kwa sababu jabari yule. Alikuweko mtu mmoja kila siku anamletea ujeuri mpaka huyo mtu kafa, anaitwa Fidel Castro wa Cuba. Alimwambia Marekani, wewe ukinichezea mimi hapo jimbo la Florida utaokota jivu, mimi nitaanzia hapa Florida utakuta jivu. Na ni kweli Marekani kimya mpaka Cuba yule rais kafa. Akaja mwingine akanifurahisha sana. Na siku hizi kuna mtoto mmoja bwana mdogo hivi ananyoa nini, anafanya kunyole zake kama nini, imekuwa kama jogoo. Nani yule? Manaitwa kiduku, sio? Naona mambo yenu nyinyi watu siku hizi mna mambo hatujajua zamani. Kiduku ndo nini sasa? Kiduku ndo kitu. Sisi kwenye elimu tunaita kazau. Kazau halqu ba'dhi ar-ra'si wa tarku al-ba'dhi. Kazau ni kunyoa sehemu ya kichwa ukaacha nyingine. Yaani kuna sehemu umenyoa, kuna sehemu umeiacha, inaitwa kazau. Anayenyoa hivyo kalaaniwa. La'ana Allahu al-kazau, Mtume anasema la'ana Allahu al-kazau. Miaka ya zamani wazee wanajua, huko zamani mambo haya yalianza zamani, lakini leo mmezidi. Zamani wakiita panki. Unasikia mzee kuna panki, kuna denge, mzee anasema na denge lipo. Siku hizi tumekwenda paka kwenye kiduku. Amelani Mwenyezi Mungu. Sasa kuna kitoto kiko Korea, sio kikubwa, kidogo hivi kiko Korea. Hicho kinanifurahisha kitu kimoja tu, kumjeuria yule Marekani. Basi napata raha mimi nikanywa na kahawa. Shetani sana Marekani. Wameshakufa dunia hii watu wengi kwa sababu ya Marekani kuua watu. Ana siku yake naye. Kale katoto kakule Korea walikubaliana na Marekani wakazungumze kupunguza silaha za nyuklia, wazipunguze. Haya, wakaambiana njoo Marekani. Yule mtoto kiduka akaambia siji. Huko kwako mimi siji. Akaambia njoo wewe huko. Na yule Trump akasema na mimi kwako siji. Kila mtu anamuogopa mwenzie, anasema siji. Wakakubaliana wakafanye kikao chao Indonesia baharini kwenye meli. Wakaenda kwenye meli kuweka mkutano masaa 6. Wakaweka agreement zao, wakakubaliana vizuri mambo yao, kama kweli tutapunguza hiki na tunapunguza hiki. Sawa. Mkutano ulipoisha wa kwanza kuondoka Trump. Alipoondoka yule kijana kaita waandishi wa habari akamwambia msiondoke, nina mazungumzo. Bakini kwanza. Yule kaondoka, mimi bado nina maneno na nyinyi waandishi. Akawaambia sikilizeni. Tulichoongea na yule Marekani chote nimefuta. Tangazieni dunia mimi sina makubaliano na Trump. Yale maongezi nimeyafuta ajua.
Ajua hakuna tulichoongea, chaneni makaratasi, hakuna makubaliano. Mwambieni kama anataka tufanye vita tu basi. Na Marekani ajenda hata siku moja utavita kule. Kale kakiduku kale katoto kemenifurahisha hapo. Na sasa hivi kana hamu kweli kaingie kwenye vita ya Irani. Hamu yake iko hapo. Amesema mimi Irani na raia wangu asidhurike hata huyu. Akidhurika raia mmoja naingia uwanjani. Unaonaje? Ana hamu hana huyu? Ana hamu. Sema mmoja tu naingia uwanjani. Idh kulna laka inna rabbaka hata bin nas, Mola wako amewazunguka watu wote. Ndugu Waislamu, mkimuona mtu anasumbua mtaani, anasumbua kwenye wilaya, anasumbua kwenye mkoa, kwenye nchi, kwenye dunia, mpaka mmemshindwa, msiwe na wasiwasi, kuna aliyemuumba. Siku moja Mola atamtia mkononi. Ahata bin nas, amewazunguka watu wote. Sasa dhambi zako zote unazofanya sasa, Allah alikuwa anazijua kabla hujafanya. Na hapa tulipo hivi sasa, si bado tuna umri sisi? Si tunaomba Mungu atupe umri mrefu? Huko tunakoelekea, dhambi zako zote zilizobaki ambazo utafanya, zote Mungu anazijua. Anazijua kabla hujafanya. Sasa ukifanya ashtuki, humshughulishi, unafanya ambacho alikijua. Unajua unashtuka jambo likifanywa ambalo hukulijua huko mwanzo kama litafanyika, au sio? Jamani, watu wa kanuni wanasema hivi, idha urifa sababu zala alajabu. Sababu ikijulikana ya kitu, ajabu inaondoka. Huwezi kushtuka kama umejua sababu ya kitu. Kama kuna mtu unamheshimu sana, alafu umesafiri, siku uliporudi ukamkuta kakaa dampo juu ya jalala anaokota vitu anakula, utakuwa ushangai kweli? Utashtuka sana. Lakini ukiambiwa, sikiliza mzee, uliposafiri tu huyu bwana alipata maradhi ya wazimu, alipata kuchanganyikiwa, unaendelea kushtuka? Kwani kuna ajabu mwenda wazimu kula dampo? Idha urifa sababu zala alajabu, ikijulikana sababu, ajabu inaondoka. Sasa na Mungu hana ajabu na dhambi zako, anazijua kabla we hujafanya. Sio, mnanielewa? Anajua kesho kutwa huyu, kwa siku ya kesho kutwa yote nzima atasema uongo mara 10. Anakuona huyu naye, huyu atasengenya watu, huyu Ijumaa ijayo atasengenya watu, tena atasengenya mpaka wazee wake. Kuna watu mashujaa wanasengenya mpaka babake. Alafu huyu ana mpango wa zinaa wiki ijayo. Yaani Mungu anajua yote. Zile dhambi zako hazimshitui, kwa sababu anazijua kabla hujafanya. Yanayomuudhi Mungu mambo haya mawili, haya anachukia Mungu kuliko dhambi yenyewe, na haya ndo mtu ayakimbie mambo haya. Jambo la kwanza, adamu annadami, ni kitu vijana wa leo wanasema kuchukulia poa. Lugha ya sasa hivi ilokuja, wanakuja nayo vijana, wasikia bana huyu anachukulia poa huyu, unakuwa hujamuelewa. Hamwasikia bana, usinichukulie poa, wanasema huko mtaani, usinichukulie poa bwana. Yaani usinione kama mimi dhaifu, sina la kukufanya, au sio? Mungu hapendi kuonwa dhaifu, kwamba hana la kufanya. Hilo kuchukuliwa poa hapendi. Ndo vipi? Ni kitendo cha kufanya dhambi kisha ukawa unaona kama umefanya kawaida. Yaani kama umefanya jambo si kubwa, bana si nimefanya uzinifu leo, tokani kuna nini bwana? Yaani ndo kuchukulia poa. Hiki kinamshughulisha Mungu, na sasa anakasirika. Yuridu an yaraka ba'da al-ma'siyati mubasharatan fi ghariqin nadam. Ukishafanya dhambi, Mola akuone unaumia, unaumia rohoni. Kwa nini nikafanya hivi? Pale anapata furaha, kwa sababu alijua utakosea. Lakini kukosea ukaona hamna tatizo hapa, hamna chochote, kuna shida gani hapa umefanya? Hamna neno, bali unapanga na mkakati wa kesho. Kumchukulia hivyo ndo hapendi. La pili, Mungu anachukia adamu rujuu, ni kukataa kurudi nyuma, kwa sababu alivyokujua utakosea ameufungua mlango, mpaka leo hajaufunga. Unaitwa babu tauba au babu al-maghfira, mlango wa kusamehe waja wake. Mola kaufungua. Sasa ukikosea
unatakiwa usiendelee, urudi uko kwenye mlango wake, umwambie Mola na kuomba msamaha. Ndio Imamu Nawawi alisema, ya Rabb inni astaghfiruka wa in kana ba'dhu istighfarina ithmun fa inna nastaghfiru. Mwenyezi Mungu na kuomba msamaha hata kama baadhi ya istighfari zetu pia ni dhambi, lakini na kuomba msamaha. Tutakwenda wapi sasa? Ndugu Waislamu wasomaji, kuna baadhi ya kuomba msamaha nalo pia kosa. Yani unaomba astaghfirullah unapata dhambi, ziko istighfari ni dhambi. Sio, mnaelewa? Yani unamwomba Mungu msamaha saa 4 asubuhi, ulisema uongo au sio? Mwambia mtu uongo, astaghfirullah astaghfirullah, msamaha uongo. Saa 6 unarudia tena astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, alafu saa 8 mchana unarudia tena astaghfirullah astaghfirullah. Almustaghfiru min adh-dhanbi wa huwa musirrun alayhi kalmustahzi bi rabbih, anayeomba msamaha wa dhambi na huku anaendelea kufanya ni sawa na mtu anomtania Mola wake, anamfanyia shere Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hataki binadamu, hataki binadamu. Jamanini, mnaona anakukosea asubuhi, kakutukana, amekuja, baba nisamee babangu, si utamsamee? Aya, saa 4 asubuhi, saa 5 6 karudi tena, wewe baba mwenda azimu sana, mjinga mkubwa wewe, anakutukana tena. Unakasirika, unataka kuchukua hatua, anaanguka miguuni, baba mimi mwanao tu, na sisi watoto kwa wazazi hatukui, nisipokosea wewe baba nitafanyaje? Nitaishi vipi sasa? Nisamee, nihurumie babangu. Inakupata huruma, unamsamee. Saa 8 mchana anakuja na tusi jengine kuliko leo asubuhi, utafanyaje? Anaambieni nyie, utafanyaje? Hapa kuna msamaha tena hapa. Utamuhisabu vipi yule? Utasema huyu haombi msamaha, ananichezea, au sio? Na sisi wanadamu tuna hiyo tabia ya kumchezea Mungu subhanahu wa ta'ala. Unafanya dhambi saa hizi na unaomba msamaha, unairudia jioni. Unaomba tena msamaha, unairudia tena usiku. Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema, astaghfiruka, Mungu na kuomba msamaha, hatta wa in kana ba'dhu istighfarina ithmun fa inna nastaghfiru. Mwenyezi Mungu, hata kama tukikuomba tunakosea, hatuachi, tutaomba tu. Kwa nini? La maljaa wala manja minka illa ilaika, hakuna pa kukimbilia wala kwa kuokokea ila kurudi kwako. Mlango upo huu, mlango wako tu. Sasa tusipokuja mlango wako tunapa kwenda. Kwa hata kama tunakosea tutaomba tu sisi msamaha. Tunaelewana? Naam, Mola wenu anakujueni. Tena sio anakujueni wasomaji, anakujueni zaidi. Ismu tafdhili ile, rabbukum a'lamu bikum, Mola wenu anakujueni mno yule Mola wenu. In yasha, akitaka, yarhamukum, atawahurumieni, akitaka tu anawahurumia. Au in yasha yu'adhibukum, au akitaka atakuteseni. Ni mwenyewe anaamua. Kisha maneno yanageuka yanakuwa ni khitabu. Mola anamwambia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, wama arsalnaka alaihim wakila, hatukukupeleka Muhammadi kwao kwenda kuwa mtetezi wao, wakili. Yani wakikosea na nimeamua kuwaadhibu, kisha wakili wao utakuwa ni wewe. La, ma arsalnaka alaihim wakila. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam sio wakili wetu. Bwana Mtume ni muombezi wetu. Uwakili na maombi tofauti, sio tofauti kabisa. Wakili akienda mahakamani, na baadhi yenu mmeshakwenda mahakamani, sio? Anasimama wakili mbele ya hakimu na anapambana kwa vifungu vya sheria, yeye na hakimu, mpaka usifungwe, au sio? Ule anatoa kifungu na wakili anatoa chake, au sio? Mheshimiwa kwa kifungu hichi na hichi, huyu yuko sawa. Vifungu tu. Wewe usojua sheria, utakachokuwa unasikia ni mikwaju. Fungu namba 7-8 mkwaju, 23-3-4 mkwaju. Wewe utajua mikwaju tu, lakini maneno yao huwezi kuelewa. Na kweli mara unaachiwa. Wakili kapambana. Mtume Muhammad hakuletwa kuwa mpambanaji katikati yetu na Allah. Hawezi kupambana na Mwenyezi Mungu.
yeye anakwenda kuomba, wala hasomi kifungu hata hichi. Bwana Mtume hasomi kifungu. Anakwenda, Mwenyezi Mungu, umma wangu wahurumie, umma wangu. Likulli nabiyin da'watun mustajaba. Da'wa mush wakala, da'wa. Kila mtume alipewa dua ya kujibiwa, akiomba anapewa, kila mtume. Fataajala kullu nabiyin da'watahu, kila mtume akaharakisha kuitumia dua yake hapa duniani, na akaomba na akapewa. Anasema wa inni ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawma alqiyama, mimi nimeweka akiba dua yangu. Hasemi nimeweka akiba uwakala wangu, uwakili. Nimeweka akiba nini? Dua yangu, ili nikawaombee umma wangu siku ya Kiyama. Mtume kaweka akiba dua yake, inasubiri sisi, ni dua. Mola asema wama arsalnaka alaihim wakila. Mtume sio wakili, mtume ni dai, anatuombea. Wa rabbuka a'lamu biman fi samawati wal ardi, na Mola wako anajua zaidi viumbe wote walioko mbinguni na walioko ardhini, anawajua zaidi. Kimetumika chombo cha wenye akili. Je, wale wasiokuwa na akili, kwani Mola hawajui? Rabbuka a'lamu biman, man ni kwa ukala, wasiokuwa ukala inatumika ma, au sio? Lakini hawa walio na akili wametangulizwa wao kutajwa litaghlibi sha'ni al-ukala ala ghairi al-ukala, kwa sababu wenye akili ndo wana shani kubwa kuliko wale wasiokuwa na akili. Wasiokuwa na akili wao ni wengi sana kuliko wenye akili. Ndugu zangu, miongoni mwa viumbe wa Mungu wasiokuwa na akili ni huu mchanga wa ardhini hapa, au sio? Mchanga si kiumbe? Mchanga ni kiumbe au ni muumba? Mchanga kaumba nani? Kaumba Mola subhanahu wa ta'ala. Basi huu mchanga mmoja mmoja anaujua Mwenyezi Mungu. Hapa Buguruni watu wanoka hapa na mchanga wa hapa Buguruni, kipi kingi? Maana mimi sijui, mtanisaidia nyie. Sasa imetumika man kwa sababu nyie ni watukufu zaidi kuliko ule mchanga. Wa illa angesema Mungu wa rabbuka a'lamu bima fi samawati wal ardi, katumia wenye akili kwa sababu ndio wanaotumika kumwabudu. Mola wenu anawajua vizuri viumbe wote walioko mbinguni na wote waliomo ardhini, wote anawajua. Walakad faddalna ba'dha an-nabiyina ala ba'dhi, na kwa hakika tumewatukuza, tumewafadhilisha kwa cheo baadhi ya mitume kuliko wengine. Wako mitume wana vyeo zaidi kuliko mitume wenzao. Amefanya kazi hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Walakad faddalna, hakika tumefadhilisha, ba'dha an-nabiyina bilhamzi wal ya, useme ba'dha an-nabiyina au ba'dha an-nabiyina. Anaitwa nabiyu au nabiu, asli yake ni kwenye naba, sio wa hamza. Kwa mtume aitwa nabiu. Nabiu maana yake ni mtoaji habari. Nabau ni habari, amma yatasaaluna ani nabai ni habari. Ya ayuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Naba'u ni habari. Sasa mitume ni watoaji habari za Mungu. Mungu ana habari zake, kataka watu wote duniani wazijue, akawatuma malaika kuwapa hizo habari mitume. Maana sisi hatuwezi kuongea na malaika, ikawa wale wanaopewa habari na malaika ndo wanatupa sisi habari. Unanielewa? Annabiuna. Anasema Mola amewafadhilisha baadhi ya mitume juu ya wengine. Wa ataina Dauda zabura, na tukampa Daudi alayhi salatu wassalam, tukampa kitabu kinaitwa Zaburi.
Zaburi ya Daudi. Ndani ya Zaburi kulikuwa hakuna amri ya Mungu hata moja, wala nahai wala katazo. Zaburi ilijaa dhikri, adhkari za kumtaja Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sahibu dhikri ni Daudi. Unanifahamu? Mola anasema katika suratul Anbiya, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al-ardha yarithuha ibadi as-salihun. Kwa hakika tuliandika kwenye Zaburi, kumwandikia Daudi, tuliandika ndani ya Zaburi baada ya dhikri, tukaandika ya kwamba pepo watairithi waja wetu wema. Anna al-ardha, yani anna al-jannata yarithuha ibadi as-salihun, waja wangu wema ndio watarithi pepo siku ya Kiyama. Na siye Mola atuchanganye kwa wale wanaorithi pepo. Hakuna urithi mzuri kama kurithi pepo ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Urithi wa duniani unarithi kijumba cha babako, unarithi kidude swi cha nani, na wewe mwenyewe utakiacha tu kama ulivyokirithi wewe, na wewe utaacha, watarithi wengine, au sio? Lakini Mola akikurithisha pepo, khuludan fiha, hakuna kutoka tena, unarithi milele, pepo inakuwa yako milele, sio? Ulaika humul warithuna alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun. Pana warithi Mungu kawataja ambao watarithi pepo ya Firdaus, na halafu hawatoki tena, wanakaa milele. Na siye turithi Firdaus inshallah kwa huruma yake, sababu kasema akitaka anakuhurumieni na akitaka anakuadhibuni. Kwa hiyo tutegemee nini sisi? Tutegemee huruma yake, huruma yake. Kwa cheo cha mitume, Nabiyullahi Yahya amezidiwa cheo na baba yake, wote manabii hao, kwa sababu baba yake ni Zakaria. Zakaria yeye ni nabii alafu ni baba yake, anavyo hivi. Yani kuna mtume kazaa mtume. Huyo mtume alozaliwa bila ya shaka amepitwa hadhi na baba yake, maana baba yake ni mtume alafu ni baba. Hata lau huyu baba asingekuwa mtume, ana cheo cha nani? Cha baba. Huyo ni Yahya na Zakaria. Lakini Zakaria amepitwa cheo na Isa alayhi salatu wassalam. Isa na mama yake Maryam ndiyo sababu ya Zakaria kupata mtoto Yahya. Yani Yahya ibn Zakaria amezaliwa kwa baraka ya watu wawili kupatikana, Maryam bintu Imrana ibn Mathan na mama yake mzazi Hannatu bintu Fakudi. Hawa ndiyo baraka ya kuzaliwa nani? Isa, kuzaliwa Yahya. Nimewahi kueleza hapa, sio? Nimewahi kueleza hapa hivi, huyu bwana mkubwa anaitwa Imran ibn Mathan. Unakwenda zako mpaka unamkuta Nabiullahi Ishaqa. Huyu bwana Imran bin Mathan ameishi mpaka akafika umri wa miaka 120, na mke wake anaitwa Hannatu bintu Fakudi, ambaye alikuwa na dada yake anaitwa Isha bintu Fakudi. Hawa ni ndugu hawa. Hanna amefika miaka 86, mume wake Imran bin Mathani miaka 120, hawana mtoto, hawajazaa mtoto, na sasa umri ushakwenda, au sio? Lakini wakaomba dua, na yule mzee Imran alikuwa waliullah, anafanya kazi msikitini pale Baitul Maqdis, ni mtumishi khadimul masjid. Bibi Maryam, bibi Hanna waliyatullah, naye ni wali wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Nyumba ya mawali haina mtoto. Mama Hanna amekwenda kutafuta kuni, dhahabat ila sahara tahtatibu, kenda kule kutafuta kuni. Farati at-ta'ira tut'imu afrakhaha min biwasilati famiha. Mama Hanna kawaona ndege juu ya mti wanalishana, na kama mnavyojua ndege analisha vifaranga wake kupitia nini? Kupitia mdomo. Ndege wanalishana kwa mdomo. Ikampata hamu mama Hanna, fataqat qalbuha ila waladin,
natamani na mimi nimpate mtoto, Mwenyezi Mungu nimfanyie mapenzi kama wanofanya hawa ndege. Mimi sina, angalia ndege wanavolishana kwa mapenzi na huruma, naye akatamani mtoto. Akarudi nyumbani, fahamalat, akabeba mimba ya Maryam bintu Imran, vizee kama hivyo. Sasa Maryam yuko tumboni. Maryam alipokuwa tumboni, baba yake mzee Imran bin Mathani alikufa. Amekufa baba, Maryam angali yuko tumboni. Lakini sasa ni muujiza, na Mola akasema waja'alnaha wabnaha ayataini lilalamin, tuliwafanya Maryam na mwanawe kuwa ni muujiza kwa ulimwengu mzima. Ikawa anazungumza akiwa tumboni na walio nje wanasikia, anatoa tasbihi tumboni, subhanallah walhamdulillah. Ukikaa na mkeo ana mimba ukasikia mle tumboni kwake la ilaha illallah, la ilaha illallah, utakaa? Unaweza ukakaa, utasema mambo yameharibika, itakuwa tatizo hili. Akazaliwa Maryam. Alipozaliwa, mnajua ni yatima, hana baba. Ikawa panatafutwa atakaye mlea, atafutwa mlezi. Kila mtu kwenye family anamtaka Maryam akamlee yeye. Baada fatra yasira matat ummuha Hanna bintu Fakudi, muda mfupi na yule mama naye akafa. Fabakiyat Maryamu yatimatal abawaini, akabaki Maryam hana baba wala hana, ni yatima. Familia wamekuja sasa, ni nani atamlea Maryam? Kila mtu anataka apewe yeye, uko mzima. Washajua binti huyu binti ana miujiza ya Mungu, bora niwe naye mimi. Basi mzozo ukaamuliwa kwa kupiga kura. Wapiga kura watu. Kura inapigwaje? Kila mtu achukua kalamu na karatasi, anaandika jina lake kwenye karatasi, alafu kalamu ile na karatasi zinatoswa kwenye maji. Kalamu na karatasi itakayoelea juu isizame, huyo ndio mwenye haki ya kumlea Maryam. Mola anasema wama kunta ladaihim idh yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam wama kunta ladaihim idh yaktasimun. Kalamu Zakaria akashinda, Zakaria akapata ushindi, na Zakaria naye kashakuwa mtu mzima, na mke wake Isha binti Fakudi mtu mzima, nao hawana mtoto, nao pia hawana mtoto. Zakaria akamlea Maryam kwa malezi makubwa sana, malezi ya kimuujiza, hajatokea. Kamweka juu kwenye kimihrabu kigorofani kama kule, kamfungia, marufuku kwenda mtu, hata huyu anakwenda mwenyewe tu Zakaria kupeleka mahitaji kwa ule mtoto kule, hendi mwingine. Muujiza kabisa kabisa. Lakini akifika kule juu anamkuta yule mtoto anakula vyakula safi, vingine vipo, nyama safi zimechomwa, nasikia mishkaki mizuri kabisa pale ipo safi. Unafahamu watu wa leo mnakula kula nini? Mandi. Na mandi ipo, kila kitu kipo, na hakupeleka. Ulezi unasemaje? Na hasa wa mtoto wa kike. Ukimwona mtoto wa kike ana jambo zuri na we hukumpa, na hajaolewa na hafanyi kazi, ulezi unasema pafanyike nini pale? Si umuulize, umwambie bwana umepata wapi? Lakini nyinyi wazazi wa siku hizi hamumuulizi ule binti. Ukimwona kaja ana simu nzuri kabisa kuliko yangu mimi, unamwambia mkeo, binti yetu anakwenda kisasa kabisa, anakwenda na wakati, mambo yake mazuri. Kesho unamuona yule binti kaja na mkoba, ile mikoba atembea nayo ile, lakini mkoba wa Laki5 kaununua Mlimani City. Akitokea na mkoba, unamwangalia mkeo, huyu mwanao sasa hivi nakwambia mambo yake sio mabaya, ananawiri binti yetu huyu, anakwenda na wakati. Kesho kutwa atakuja na viatu safi kabisa kabisa, unasifu viatu safi, vimempendeza mtoto. Lakini siku itakayofuata atakuja na mimba. Sasa hivi ni zamu ya mimba, atakuja na tumbo linanyuka, ana mimba. Siku ile ndo unafungua mlango wa ukali. Mama fulani njoo, mwambie mwanao aseme hii mimba vipi, mimi sitaki mambo haya humu ndani. Mkali kama pilipili. Wapi? Umeshachelewa, unachelewa, huna akili.
kwa sababu si kuna mimba hapa. Hii mimba wenyewe ni wale waloleta simu, waloleta viatu, waloleta mkoba. Sasa wameleta na hii mimba. Mkoba si ulifurahia? Na simu si ulifurahi? Na kiatu si kulikufurahisha? Sasa hivi furahi na mimba. Maana imetoka kule kule na mimba nayo ufurahi nayo. Majununun kamil. Zakaria anakuta chakula kule juu. Anna laki ya Maryam, anna laki hadha, umepata wapi? Na mzazi akimuona binti ana vitu kanunua na hana kazi wala biashara wala baba hakumpa, afanye vipi? Ahoji, anna laki hadha, umepata wapi vitu hivi? Maryam kajibu, kwa sababu sio mchafu, ni mswafi. Huwa min indillah, baba hivi vitu kutoka kwa Mungu vyote hivi. Si unaona mlango ulifunga mwenyewe, mlango na mimi sina funguo. Kila siku unafungua wewe mwenyewe unarudi, sasa kaleta Mungu vitu hivi. Unaona inaweza kuwa kweli kwa sababu si nilifunga mlango. Na huyu ni binti, hawezi kuvunja mlango. Huwa min indillahi inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabi. Kaleta Mungu baba vitu hivi. Basi mwanangu, kama kaleta Mungu na mimi itabidi unigaie kidogo. Vitu vya Mungu usile peke yako, na mimi vile vile nipate hapo kidogo. Au babu utakata kula vya Mungu? Si unakula bwana. Ndugu zangu, malezi jambo kubwa sana, na hasa watoto wa kike. Watoto wa kike muangalie, sivyo hamuwapati tena. Sasa Isa ndo kazaliwa na Maryam. Mama yake Isa ni Maryam. Babu yake Isa anaitwa Imran ibn Mathan. Bibi yake Isa mzamama anaitwa Hannatu bintu Fakudi. Akalelewa Isa na nani? Na ibn Khala, ami yake yule Zakaria. Unanielewa? Huwezi kufananisha cheo cha Isa na yule Zakaria, kwa sababu Zakaria ni nabii, Isa ni rasulu. Na mursaluna na anbiya, mursaluna wana cheo kuliko nabiina, sio? Manabii wamepita cheo na wale mursalin. Lakini pia huwezi kulinganisha mitume wote na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yule ndio khairu khalqillahi ala al-itlaqi wa afdalu bani adnani biittifaqi. Bwana Mtume hakuna alompita cheo. Wacha mbali mitume, kama kawazidi mitume, sisi ndo zaidi. Sasa kawazidi mitume wenzake wote kwa cheo, ndio kiongozi wao. Akija Buguruni hapo, nani anakaa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Qul, sema Muhammad, waambie, ud'u alladhina za'amtum min dunihi, waombeni, waiteni wale waungu ambao mmedai nyinyi kuwa ni waungu badala ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Waiteni. Da'wa, ukisema da'a yad'u, maana zake ni mbili. Dua maana zake mbili. Maana ya kwanza ni kuomba. Dua ni kufanyaje? Ni kuomba. Ukiambiwa ud'u Allah, maana yake muombe Mungu, au sio? Na da'wa ni kuita. Da'wa pia ni kufanyaje? Ukiambiwa Kiarabu hapa ud'u fulana, maana yake mwite fulani aje hapa, sio? Miongoni mwa haki 6 ambazo anazo Muislamu mwenzako kwako, Muislamu mwenzio kwako wewe ana haki 6 umpe, sio? Haqqu muslimin ala muslimin 6. Muislamu kwa Muislamu mwenzake ana haki ngapi? 6 umpe Muislamu mwenzio. Namba 1, antujibahu idha daaka, umuitike Muislamu mwenzako akikuita. Umeona fili hapo? Antujibahu idha daa. Hapa daa sio dua, hapa daa ni kuitwa. Antujibahu idha daaka. Wa antusallima alayhi idha laqitahu. Haki nyingine ya Muislamu ni wewe kumsalimia ukikutana naye. Kwa maelekezo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, marufuku kumpita Muislamu mwenzako bila kumsalimia. Antusallima alayhi idha
lakita. Anakuambia imeshaachwa siku nyingi. Wanapishana Waislamu hivi hivi kabisa. Na mwingine anajua sasa huyu Muislamu mwenzangu, wallahi wanapishana hivi hivi hapa Buguruni. Sio hapa, huko kwetu hapa mnasalimiana, kila ukimwona mnasalimiana. Na ukorofi na hapa upo huo. Sahihi. Kwa dua ni kuita na dua ni kuomba. Unanielewa? Mola anasema udu, anamwambia bwana mtume atuambie sisi kul udu, waombeni. Alladhina ismu mausuli ni sifatun li mausufi mahdhuf. Hao alladhina ndio mahdhuf. Udu al-aliha alladhina zaamtum min dunihi, waiteni waombeni waungu wenu ambao mmedai kwamba nao ni waungu badala yake Mola subhanahu wa ta'ala, waombeni na wao. Mola unataka kutuambia nini? Tukishawaomba inakuwaje? Anasema Mwenyezi Mungu, fala yamlikuna, hao waungu hawamiliki. La yamlikuna kashfa dhurri ankum, hawawezi kukuondoleeni tatizo likaachana na nyinyi. La yamlikuna kashfa dhurri, hawawezi kutatua tatizo ankum, likaepukana na nyinyi. Mkiwa na tatizo, wale waungu hawawezi kuliondoa. Kashfa dhurri ankum, kukuondolea matatizo, hawawezi. Naam, la yamlikuna kashfa dhurri ankum, kifupi kabisa hawawezi kukuondoleeni matatizo hao waungu wenu badala ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Wala tahwila, wala hawawezi kugeuza. Hawawezi kukuondoleeni matatizo, wala tahwila, wala kugeuza. Yani kugeuza kiondoke hichi kije chengine, la. Au sio? Wewe unaumwa maradhi ya kansa, Mungu atupe afya njema inshallah. Mungu asiyekuwa Mungu hawezi kugeuza akasema mimi nakuondolea kansa na kupa malaria. Kansa alokujaribia nayo Mola itabaki kwako mpaka utakufa. Huyu Mungu mwingine hawezi kuondoa kansa wala hawezi kugeuza kutoka kansa kije kingine. Kashfa dhurri ankum wala tahwila, wala kugeuza kije chengine. Hawezi. Anabaki mtendaji ni mmoja tu, ni Mola subhanahu wa ta'ala. Nyie watu mnanielewa? Wala tahwila. Ulaika, hao waungu mnaoabudia badala ya Allah, alladhina, ndio waungu ambao yaduuna, wanaomba dua na wao. Yani Mungu naye anamtegemea, naye anaomba vile vile. Dhaufa talibu wal matlubu, anakuwa mnyonge sasa anayeabudiwa na anayeabudu. Wao pia yabduuna, wanaomba dua. Yabtaghuna ila rabbihimul wasila, nao wanatafuta kisogezo kitakachowasogeza kwa Mola wao. Hao mnawaomba nao vile vile wanamuomba Mwenyezi Mungu na wanatafuta kitakachowasogeza kwa Mola wao. Umefahamu maana? Ni kwamba ukiabudu asiyekuwa Mungu unapoteza wakati, hatokusaidia, naye ni dhaifu kama wewe unayemuomba. Umefahamu baba? Sasa hapa unatumia nini? Unasema uthibiti kumwabudia Mungu tu peke yake, achana na wengine. Na ukithibiti kumwabudu Mola peke yake umefaulu. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, wamebakia hapo hapo, hakuna kuabudu mwingine. Wale waungu nao yaduuna, maf'ulun bihi wa yaduuna ma'dhufu. Ulaika alladhina yaduuna Allaha, ndio maf'ulun bihi, wanamuomba Mungu na wao. Yabtaghuna ilayhi alwasilata, wanatafuta kitakachowasogeza kwa Mola wao. Ayyuhum aqrabu, kwamba nani kati yao atakuwa karibu zaidi na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.
Wayarjuna rahmatahu, wale waungu nao wanataka rehma za Mungu na wao. Yarjuna rahmatahu, wanataraji rehma yake Mwenyezi Mungu. Wayakhafuna adhabahu, na wanaogopa adhabu yake. Inna adhaba rabbika kana mahdhura, hakika adhabu ya Mola wako imekuwa ni ya kuendelea. Adhaba rabbika mahdhura ay mustamirra, yenye kuendelea, haikomi. Mnanifahamu? Mnanielewa nyi watu? Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumi alqiyama au muadhibuha adhaban shadida kana dhalika fil kitabi mastura. Mola anasema wa in min qarya, hakuna kijiji chochote, hakuna kijimji chochote, illa nahnu muhlikuha, isipokuwa sisi tutakiangamiza hicho kijiji, kabla yaumi alqiyama, kabla ya siku ya kiyama. Miji yote hii Mungu ataiangamiza yote. Kwa nini? Laisat thamma halatun tadumu, hakuna kinachodumu. Albaqau lillahi wahdahu, kila kitu kitakufa. Mnanielewa? Si ametuambia kullu shay'in haliku, kila kitu kitakufa. Ukisikia kila kitu kitakufa, usifikiri ni watu tu na majini na wadudu. Kila kitu kitakufa, mpaka miji nayo itakufa. Siku moja hii Buguruni itakuwa haipo, hii yote itakufa. Hamna kitu, hamna nyumba, imekufa, sio? Hakuna kijiji chochote isipokuwa sisi muhlikuha kabla yaumi alqiyama, tutakiangamiza hicho kijiji kabla ya siku ya kiyama. Au muadhibuha adhaban shadidan, au tutakitesa, tutakiadhibu hicho kijiji adhabu kali sana. Twendeni tukielewa maneno ya Mola wetu. Mungu anasema hakuna mji wowote ila tutauangamiza. Muradi sio mji, waliomo ndani ya mji, inaitwa majazi mursali, sio? Mimbabi madha, mimbabi dhikri dharfi wa iradati albadhrufi, sawa? Au mimbabi dhikri almahalli wa iradati alahli. Mola anasema hakuna kijiji hata kimoja ila tutakiangamiza kabla ya siku ya kiyama. Anakusudia hakuna watu wa mji wowote isipokuwa Mungu atawaangamiza kabla kiyama hakijafika, atawaua. Anakusudia watu, sio mji. Unanielewa? Ingawa na miji pia itakufa, mnafahamu hivyo. Au muadhibuha adhaban shadida, au takiadhibu hicho kijiji kwa maana ya watu wa mji huo adhaban shadidan, adhabu kali. Kana dhalika, hilo limekuwa fil kitabi mastura, ni lenye kuandikwa kwenye kitabu, kwenye lauhil mahfudhi, hilo limekwisha andikwa. Kwa maana gani? Hakuna mji utakaodumu. Kwa maana gani? Hakuna watu wa mji wowote watakaodumu. Kila watu wataadhibiwa kabla ya siku ya kiyama au kuangamizwa kabisa. Kana dhalika fil kitabi mastura. Wama mana'na an nursila bil ayati illa an kadhaba biha al awwaluna wa atayna thamuda an-naqa mubsiratan fadhalamu biha wama nursilu bil ayati illa takhwifa. Mola anasema subhanahu wa ta'ala, wama mana'na, hakuna kilichotuzuia. Ma mana'na, hakuna kilichotuzuia. An nursila bil ayati, kupeleka miujiza. Hakijatuzuia chochote kutuma miujiza duniani, illa an kadhaba biha alawwaluna,
isipokuwa kwa sababu ya namna walivyopinga hiyo miujiza watu wa mwanzo. Hadi leo Mungu aendelea kuleta miujiza. Unafahamu, angeweza Mola ukiamka asubuhi ukiangalia miti unakuta mizizi iko juu, majani yamekuwa chini. Mungu si angeweza kufanya hivyo? Angeweza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mkiamka kule bahari imehamia Buguruni, au Mungu anashindwa? Lakini hafanyi hayo, hakuna kilichomzuia isipokuwa ni rehema yake. Ni kwa sababu alipoleta mambo kama hayo zamani yalipingwa, illa an kadhaba biha alawwaluna, waliopita wameletewa miujiza na wakakataa, wakapinga. Walipopinga ikawaje? Fa ahlakahumullahu bidhunubihim wama dhalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimuna. Mungu ana tabia yake, akishaleta miujiza mkiiona anataka aaminiwe. Ile miujiza ikiletwa anataka watakaoiona miujiza ile wamuamini Mwenyezi Mungu. Unanielewa? Wakikataa analeta adhabu, wanaangamizwa. Pana watu walimwambia Nabiullah Isa, walimwambia ya Isa ibn Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina maidatan minas sama? Isa, hivi huyo Mola wako, unaona heshima mbaya hapa, anaweza Mola wako? Akikwambia mtu anaweza baba yako, ujue yeye kashajitoa, sio baba yake, sio? Na wale wakisema je anaweza Mola wako, wamejitoa. Huyo Mola wako wewe tu, yani wao hawamo. Mnafahamu hivyo? Huyo Mola wako wewe ana uwezo wa kushusha meza ya chakula, ani yunazila maida, atushushie meza ya chakula minas sama, kutoka mbinguni, ije meza kubwa imefurika vyakula. Anaweza Mola wako hivyo? Isa akamwambia ittaqullah, muogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, muogopeni, acheni mambo hayo. Wakafanya ilhahu, wakashinikiza, nuridu an naakula minha wa tatma'inna qulubuna biha, tunataka sisi tule hiyo meza yetu, tutakula, lakini na nyoyo zetu zipate kutulia kwamba naam, huyo Mola wako ana uwezo mkubwa, tutatulia roho zetu. Isa akawaambia inna Allaha munazziluha faman kafara min ba'du fa inna Allaha yu'adhibuhu adhaban ma yu'adhibuhu ahadan min alalamin. Hiyo meza mnaoitaka Mungu ataishusha, itashuka meza toka juu ya chakula. Atakaye kufuru baada ya hapo, Mwenyezi Mungu atamuadhibu adhabu mahususi ambayo hajawahi kumuadhibu mwingine kwa walimwengu wote. Itakuwa ni special punishment, mwingine hajawahi kuadhibiwa adhabu hiyo. Bado wabisha mwambie ashushe, maana tungesema jamaa basi bwana mwache, ishatajwa adhabu ngumu, hajaadhibiwa mwingine, bado unataka tu muendelee. Imetoka adhabu, ahadi ya adhabu kwa Mungu kwamba mnachotaka kinaletwa, lakini mkikengeuka baada ya hapo kuna adhabu mahususi ambayo Mungu hajawahi kumuadhibu mtu. Unaendelea hapo na mjadala. Jamaa akasema mwambie ashushe, tunataka mwambie ashushe. Wagumu kuliko unyayo wa mtu. Duniani kuna vitu vigumu, miongoni mwa vitu vigumu, ndugu msomaji, ni unyayo. Unaona unyayo wako ukiushika laini, huu mgumu mno, na kueleza mimi ugumu wake nini. Unyayo huu upime ugumu wa nyayo yako, upime kwenye kiatu. Ukivaa kiatu, hata ukiweka soli ya chuma, ile soli itakuisha, haishi. Mbona mguu hauishi? Na kila ukitembea bila viatu ndio zidi kukoma zaidi. Mliwahi kumuona mtu nyayo imekwisha kwa kuwa atembelea sana? Wengine wazee hapa mngekuwa nyayo hamna tena, nakwambia, maana mmeshatembea sana nyinyi. Lakini nyayo imepita chuma kwa ugumu. Chuma kitakwisha, utakitupa, unyayo upo tu. Wewe choma miba, choma na vigae, ndio inazidi kuimarika. Nenda kule vijijini, watu hawavai viatu. Porini kule anachunga huko, yuko hivi hivi tu basi, havai hata kiatu. Miba ishamchoma mpaka miba yenyewe imetubu, taubatan nasuha. Mwa miba basi mwacheni bwana atembea anavyotaka. Miba imefeli.
Miguu ina vile vitu naita nini, shukukul kadam, magaga, imepasuka miguu humu, mpaka kuna baadhi ya viumbe washaka wanahamia wanaishi humu mguuni, kwa kuna vitu vinaishi humu. Ndunda, baba sema inaitwa ndunda. Huyo akilala kwenye neti lazima ichane. Chandarua anakichana siku mbili kimekwisha, kinachanwa na mguu, lakini ipo tu nyayo mpaka atakufa nayo. Bani Israila walikuwa wagumu kuliko nyayo, akatamwambia ashushe, tunataka tuone ashushe. Ikashuka meza, Nabii Isa akasema, Allahumma anzil alaina maidatan minas samai takunu lana idan fi awwalina wa akhirina warzuqna minha wa anta khairur raziqina. Fanazat almaidatu minas samaa, meza hiyo inashuka, watu wote wanaiona. Ni kama siku hizi mna neno nyinyi mnaita buffet. Buffet si mmelijua? Wengine hamjui buffet hapa, sio? Mmeshakwenda kuna shughuli za harusi ambapo wanaweka meza ya vyakula, kila mtu anaenda achukua sahani, anapakua, anakwenda kaa kule. Hiyo hamjawahi kuona hiyo? Ndo buffet. Buffet ni kwenda na chombo pale ukajisevia mwenyewe, na kuna aina tele ya vyakula, ndo inaitwa nini? Buffet. Na pale kwenye buffet ndo utakaa, utajua kwamba naam, kuna watu na watu zaidi. Kuna mtu mwingine ni mtu na nusu, mtu mmoja na nusu. Wale watu wenye uwezo, matajiri sana, wana mali, atachukua mguu kapaja kamoja kakuku na kachumbari kidogo, anaweka huyo, inatosha. Na pia ataachia na kwenda huko pia. Wengine wenzangu na mimi, analiambia tumbo tulia, siku yako ni leo. Hivi hatuvipati kila siku tumbo, uwe una maarifa. Leo tuna compensate vile ambavyo hatujapata huko nyuma, ndio leo. Naam, akitoka pale kwenye safu ya vyakula, ukitizama sahani yake unasema kweli kweli amekuja kwenye buffet huyo mtu. Sahani imesheheni mpaka inakuwa nzito, na kwa kuwa kuna na soda kidogo, soda kati ya kwa pani, kati ya soda 2 3 humu, mfahamu, mkononi huko ana chupa na chai na sahani anatetemeka nayo, mzigo mkubwa. Akifika kwenye kiti kule, huenda akarudi kuchukua epo, akakuta na maepo, ajia na epo na chungwa na nini. Unasema na huyu kaja kwenye hadhara, ipo kwenye hadhara leo, safi kabisa. Meza ya chakula imekuja, wakaiona, wakala, wakaanza kufanya israfu ilomkasirisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wengine wakichukua baadhi ya vipande vya mikate wakafanya ni toilet paper. Chakula kimetoka mbinguni, anakwenda kukidhi haja, ule mkate ndio toilet paper. Hiki ni kizungu, au sio? Mandili almirhadhi. Sasa hichi ni Kiarabu, toilet paper ni kizungu. Kiswahili si mnajua? Karatasi za chooni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawageuza nguruwe na wengine nyani. Kunu kiradatan khasin, wakageuzwa manyani na nguruwe. Wamemkosea Mola Subhanahu. Na nielewa hivyo? Kana dhalika fil kitabi mastura wama mana'na an nursila bil ayati illa an kadhaba biha al awwalun, hakuna kilichotuzuia kuleta aya, kuleta miujiza, ila ni vile kuwa walishapinga hiyo miujiza wale wa mwanzo. Wa ataina thamuda naqata, tuliwapa bani thamudi naqa, ngamia. Bani thamudi mnawajua? Ni kaumu ya Nabiullahi Saleh alayhi salatu wassalam. Watu wa Saleh walimwambia mtume wao, lan nu'mina laka hatta tukhrija lana min hadhihi sakhrati naqata. Sikiliza, hatutokuamini kamwe mpaka kwanza ututolee kwenye hili jiwe ngamia. Yani fanya miujiza mpaka tuone ngamia anatoka kwenye hili jiwe hapa na sisi tunaona. Sio utoweke ukafanyie huko, fanya hapa na sisi tunaona. Subhanalladhi yarani.
Sasa Saleh kama Mwenyezi Mungu, watu wako wanataka ngamia kwenye jiwe. Qala inni mukhrijuha, Mola sasa mimi nitamtoa ngamia kwenye jiwe. Faman kafara min ba'du, yale ya Isa na mikate, akitoka ngamia, atakaye kufuru baada ya hapo, inni uadhibuhu adhaban la uadhibuhu ahada min alalamin, adhabu ni maususi. Wakaambiwa, wakasema sawa, mtoe. Maneno mbona imekuwa mengi? Mtoe huyo ngamia kwenye jiwe. Lile jiwe likaanza kuvimba machoni kwao, likaanza kuvimba, linatuna lile jiwe, likaanza kutaharaki, linacheza cheza, yani kama ile dhiki anayoipata mwanamke wakati wa kujifungua. Wengine ambaye kuona mwanamke anajifungua, isipokuwa mimi ndo nilobahatika. Nimemwona mwanamke anaza, na nimemwona kwa kuitwa. Niliitwa mwanamke mmoja akapelekwa hospitali, anataka kujifungua. Ile njia ya kujifungua kawaida ikashindikana. Ikishindikana inafuata nini? Operation. Na operation ikashindikana, kwa sababu ufanyiwe operation mpaka kuna vitu viwe sawa. Utapimwa pressure, utapimwa sio nini, vitu vingi mpaka waridhike viko sawa ndio upasuliwe. Kama haviko sawa upasuliwi, sio? Mnanielewa hivyo? Akawa hawezi kujifungua yule. Mama yake akenda akamwambia daktari, sikiliza bwana, mimi ninaye mtu natumaini kabisa akija hapa mwanangu atajifungua. Akaambia, hapa ni vipimo, huyo mtu nani yeye? Kwani hapa si ndo kwa madaktari? Akaambia, si ndo mmeshindwa? Mwanangu si anaumia, lakini huyo mtu akija mimi naona binti yangu atajifungua. Nikaitwa. Sasa nimekuja itwa kwa sababu ya wale madaktari wanataka kuona anafanyaje huyo mjaji. Naambia, haya mwambieni aje. They want to prove, sio? Huyo mtu atafanya kitu gani? Kumbe mimi nimefundishwa na shekhe langu, Mwenyezi Mungu amtie peponi. Amenifundisha sura ya 13 inaitwa Ra'di, suratul Ra'di. Watu wengi mmekaa makini, mnataka kujua nilifundishwa nini. Hamu yenu ni hiyo. Basi leo nasema sura ya 13 suratul Ra'di, aya namba 17. Aya ya 17, kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, anzala minas samai maa. Aya yenyewe inasema hivyo ninavyosema hapa, anzala minas samai maa fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sailu zabadan rabia wa mimma yuqiduna alayhi fi an-nar ibtighaa hilyatin aw mata'in zabadun mithluhu. Nanielewa? Fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ardi kadhalika yadhribu Allahu al-haqqa wal batil kadhalika yadhribu Allahu lin-nasi al-amthal. Aya hii inaandikwa, chukua kalamu uiandike, lakini karatasi ya kuandikia ni sahani. Zile sahani za chakula nyeupe ambazo hazina marembo zile, sio? Nimefundishwa, ni nakla alilmu bitalaqi, mimi nimefundishwa hivyo na nikatumia, ikawa jambo zuri kabisa. Chukua sahani zile nyeupe za kulia chakula, alafu tafuta mipango upate wino, na wino mnaujua ni zaafarani, sio? Andika hiyo aya kwenye sahani, lakini ufundi unahitajika. Uiandike kwa herufi moja moja, bihurufi muqatta'a, herufi moja moja. Anzala unaandika hamza, sio? Naandika nuni peke yake, za peke yake, lam peke yake, mpaka aya imalizike. Unanielewa? Kisha ile sahani ifukize kidogo, uombe dua. Nini nia yako? Mtume kasema innamal a'malu binniyati, na wewe una nia yako bwana. Ifukiza, unaweka nia, Mwenyezi Mungu, haya mambo unafanya hapa sio kwa sababu ndo yanayotatua haya, natafuta sababu. Utakayefanya ni wewe, uwe na mipango na Mwenyezi Mungu. Uweke nia yako, unafukiza. Ukimaliza mule kwenye sahani tia maji. Kuna maji ya maul wardi, maji ya marashi. Kuna marashi na kuna maji ya marashi. Maji ya marashi yamimine kwenye ile sahani yako yote, halafu ufute yale maandishi uliyoandika. Kiswahili nyie mnaita kombe, hamjasikia kombe? Unajua saizi akipita huko nje mtu asema leo msikitini wanasoma uganga leo, atasema leo darasa la uganga leo.
acha asebe, akitaka naye aje hapa, tutamwambia mengine ya sawa yake. Ukishatia maji ya marashi futa, alafu tia na maji ya kawaida, na maji bora sana utie kama unayo ni maji ya Zamzam. Wengine wana maji ya Zamzam, sio? Na mmoja mimi, hakuna siku hata moja ambayo nyumbani kwangu hakuna maji ya Zamzam. Kila nikitoka Baka na kuja na maji yanakutwa yale yalopita huko miaka miwili bado yapo. Hata saa hizi nina maji ya Zamzam. Huyu mwanangu yeye anajua nyumbani tuna maji ya Zamzam. Usikose maji ya Zamzam. Maana wengine hapa mjini huwa wanafanya mipango akachukua maji ya Dawasa akatia na mengine kidogo akakubabaisha. Mimi nina maji ya Zamzam kutoka Maka kule. Tia na maji ya Zamzam. Ukikosa maji ya Zamzam yanayofuata ni maji ya mvua. Maji ya mvua yabarikiwa. Kwa nasi ya Qur'ani Mola anasema wa anzalna minas samai ma'an mubaraka, tumeshusha mbinguni maji yaliyobarikiwa. Maji ya mvua yana baraka. Na ndio maana ukiona mvua zinaanza za mwanzo masika, hebu jitahidi ukoge hayo maji ya mwanzo. Toka nje, wazee wa zamani wamefanya hichi kitu sana. Toka nje maji ya mwanzo ya masika ya mwanzo. Toka nje kama ni usiku uvue nguo ya kupiga yale maji ya mvua, ni maji ya baraka. Mnakumbuka juzi kulinyesha mvua kubwa usiku na maradi mengi sana, usiku mwingi kabisa. Sasa watu wamepata hofu sana juzi na yale maradi na mvua, hofu nyingi. Mimi saa 8 usiku nilikuwa nje naoga. Wallahi lazima nilikuwa nje naoga maji ya mvua. Namba radi watazipiga, mimi naoga. Kwani mimi na radi tuna ugomvi? Tumechokozana wapi mimi na radi? Mimi mvua inapiga ile, mimi niko nje, wallahi lazima naoga. Maana ni maji yamebarikiwa, akasema Mungu mwenyewe. Ma'an mubaraka, msemaji Mungu, sio hadithi. Juzi usiku mimi mwenzenu nilikuwa nje naoga. Nyinyi mmejifungia milango na makomeo, utadhani radi itaingia chumbani. Mimi niko nje naoga. Kabisa nafurahi kabisa. Maji yananipiga. Safi. Na akija tena nitaoga tena. Hamna neno. Radi vipi? Mimi sina ugomvi na radi, kwani tumechokozana wapi? Na kama umeandikiwa utapigwa na radi, hata ukiwa chumbani itaingia radi ikupige. Mola anasema sura ya 9 Tauba, Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Mungu anasema halitotupata lolote ila alotuandikia Mwenyezi Mungu. Yeye ndiye msimamizi wetu. Kwa hiyo kwake watu wote wategemee. Unaweza kuikimbia kadari. Amepanga Mungu upigwe na radi, itakupiga hata kama chumbani, itapasua bati ile radi, ikukute kitandani ikuue. Na atapona aliyoko nje. Tatizo letu sisi imani ndo hatuna, au sio? Sisi tunatakiwa tuwe na imani. Kwa hiyo unatia na maji ya mvua kama unayo. Kama huna Zamzam ni maji ya mvua, basi kama huna angalau maji ya kawaida, au sio? Na wengine huwa watafuta maji ambayo hayajawahi kuguswa na binadamu hata huyu. Yanaitwa ma'un nargili. Ma'un nargili, maji ya madafu. Maji ya nazi kayatengeneza Mungu, kayajengea nyumba. Hakuna anofikisha mkono wake huko ndani. Mnanielewa? Na wazee wanajua maji ya madafu nao pia ni dawa. Alhasil ni maji ya marashi na maji ama ya Zamzam au maji ya mvua au maji ya kawaida unatia mule. Kisha huo mchanganyiko mpe mtu mwenye mimba ambaye kakaribia kuzaa. Sijui mkono wenu unyanyie, lakini wa kwangu kule nilipofanya, ukimpa mwanamke na teksi iwe karibu hapa, maana atazaa hapa. Nikenda hospitali na hiyo chupa. Nilipofika yule binti anatapata hapa kwa uchungu kitandani, nikampa chupa, wallahi akajifungua hapa. Akajifungua na mimi nikabahatika kumuona mtu akijifungua inakuwaje. Nikamheshimu sana mama yangu. Katika mateso anopata mtoto wa kike ni kuzaa. Kwa hakika lazima Mungu asimamie. Mungu akitelekeza pale atakufa mama na mtoto, wote watakufa. Mimi nimeona baba jambo hili. Nimeona. Sasa ni aya namba 17 radi. Sina watosheni, au sio? Ina watosheni leo, au sio? Bado mnataka mpango mwingine? Mpango huu ni wa leo. Unafanya vipi? Daktari aliniuliza, alinita hasa tukakaa ofisini, akanambia umefanyaje?
Nikamwambia nilichofanya umekiona, nimekuja na maji nimempa kanywa na umeshuhudia. Akanambia hata yale maji yalikuwa mekundu yale. Nikamwambia rangi ya maji sio tatizo, rangi ya maji kwa ni shida. Nataka nijue mule kwenye yale maji hasa kimsingi umetia nini? Namwambia sikiza daktari, na mimi nishakuja hospitali mara nyingi tu kutibiwa. Unanipa vidonge. Kwani mule kwenye vidonge huwa mnatia nini? Halafu unanichoma sindano. Ile sindano kuna vitu unatia mwilini kwangu au sio? Na mimi nipeleke shule. Unifundishe na nyinyi kwenye sindano mnatia nini? Kwenye dripu ya maji. Ukishanipa na mimi elimu na mimi nitakupa yangu. Kama hunambii mipango yako na mpango wangu hujui hata huu. Natoka. Akaniambia nipe namba ya simu. Nikampa. Kila siku kunipigia simu. Nikajua wewe anataka kuja kunipa tabu, anataka kunipa dhiki, anakuja kusoma nilichosoma mimi. Nikamwambia sasa sikiliza bwana. Wewe umesoma na mimi nimesoma. Tofauti yetu njia tu. Mimi nilipita huko, wewe ukapita huko. Sasa mbona unanipa dhiki? Yako wewe husemi, unataka yangu tu. Mpaka leo rafiki yangu. Lakini sijamwambia kama nilivyowaambia nyinyi hapa. Nyinyi sasa na akiona ECD atasema kumbe yule alikataa, kumbe ndo hivi. Ataona yule daktari. Anaitwa nataka nimtaje bora, simtaje lakini Mkristo. Mkristo. Nimemhifadhi kumtaja. Ma mana'na an nursila bil ayati illa an kadhaba biha al awwaluna wa ataina thamuda naqa. Bani Thamuda tukawatolea ngamia kwenye jiwe. Ngamia alitoka kwenye nini? Tena ngamia naqatun ashra, ni ngamia mwenye mimba. Ametoka kwenye, watu wote wanaona jiwe limezaa ngamia. Alipotoka ngamia, Salih aliwaambia hadhihi naqatullah fadharuha fala wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adhabun qaribu. Nyinyi watu sikilizeni, huyu ni ngamia wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwacheni huyu ngamia, msimdhuru. Mkimdhuru ngamia huyu, adhabu itakupateni muda mfupi kabisa, mtaadhibiwa na Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwacheni ngamia huyu. Sasa kumwacha sio tatizo, kuna kingine. Laha shirbun wa lakum shirbun fi yaumin ma'lum. Mtapeana zamu kwenye visima. Habari Bani Thamud, visima. Huyu ngamia mkienda leo kwenye visima kuteka maji, choteni maji ya leo na ya kesho. Siku ya kesho asionekane mtu kisimani, ni siku ya kunywa ngamia tu. Yaani kwenye visima siku moja yenu, siku moja ya nani? Ya ngamia. Msende siku ya ngamia. Mkienda leo chotoni na ya kesho. Wakasema sawa. Wakati wa Saleh kulikuwa na kikundi cha watu 9. Watu wangapi? 9 wametajwa kwenye Suratun Namli. Hawa walikubaliana hapa duniani wasifanye kheri hata hii. Watu 9 wameungana. Yaani wao wakipita hapa mtajuta. Kila kitu wanaharibu. Wakikuta umelima, wakifika wanang'oa mazao yote ulolima, wanaharibu. Wakikuta umefuga wanyama wako, wanakuja na mafuta ya taa, wanaomwaga, wachoma moto. Hawapiti kwenye kitu. Mola anasema wakana fil madina 9 rahtin yufsiduna fil ardhi wala yuslihuna. Suratul Namli. Kulikuwa na watu 9 kwenye mji, wao wanafanya uharibifu daima, wala hawafanyi kheri kabisa. Watu wangapi? 9. Hicho kikosi hatari kilikuwa na kina mkubwa wao anaitwa Kudari bin Sarif. Semeni Kudari bin Sarif. Huyo ndio muovu zaidi ya hao 9, ndio mkubwa wao. Mola anasemaje? Anasema washamsi wa dhuhaha walqamari idha talaha wannahari idha jallaha wallaili idha yaghshaha wassamai wama banaha wa nafsin wama sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Anzia hapa.
kadhabat thamudu bitaghwaha, Bani Thamudi walitwaghi. Idhin ba'atha ashkaha, pale walipomtuma muovu wao zaidi. Mungu ndo anasema muovu wao zaidi, ashkaha, mkubwa wao kwenye uovu, anaitwa Kudari bin Sarif. Wakakaa kikao watu hawa 9, wakaambiana inakuwaje? Yaani sisi tunaweka zamu ya kunywa maji na huyu mdudu, huyu si mnyama tu, na sisi tuna ngamia, mbona hatupangi nao zamu? Huyu ngamia kawapita nini ngamia wetu sisi? Kwa nini tukae zamu ya maji sisi na huyu ngamia? Mola anasema faakaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidhambihim fasawaha, walimchinja yule ngamia. Waliambiwa mwacheni, msimguse, sio? Wao walimchinja, alafu wakamfuata Saleh, wakamwambia ya Saleh, lakad akarna naka. Saleh, una habari tushamchinja ngamia. Hivi tunavyoongea si ngamia yako tushamchinja. Fa'tina bima ta'iduna in kunta min al-mursalin, tafadhali tuletee sasa ile adhabu ulotuahidi, kama wewe ulikuwa unasema kweli. Ulituambia tukimfanya ubaya itatukuta adhabu muda mfupi, basi wewe huna taarifa. Tushamchinja, lakad akarna naka, wagumu kuliko unyayo. Tushamchinja ngamia wako Saleh, tuletee ile adhabu uliotuahidi. In kunta minal mursalina, kama kweli we mtume, adhabu ije, maana tushamchinja. Mwenyezi Mungu akaleta adhabu mahususi, ikaja adhabu mahususi ya Bani Thamudi. Waliadhibiwa kwa tetemeko la ardhi, arrajfa, fa akhadhatuhum arrajfa. Someni suratul Haqa, alhaqatu malhaqa wama adraka malhaqa. Endelea. Kadhabat thamudu wa adu bilqari'a, fa amma thamudu fa uhliku bitaghiya. Bani Thamudi waliangamizwa kwa kitu kilichoruka mipaka, na kitu chenyewe ni tetemeko la ardhi na ukelele wa Jibril alayhi salatu wassalam. Ilitetemeshwa na Mwenyezi Mungu ardhi, hakuna anayeweza kusimama. Ukisimama unapigwa na, unapelekwa upande wa huku, unapigwa na jiwe, unanyenyuka, unapigwa, yani watu wanafanya hivi, na ardhi ni ardhi ya mawe. Halafu Jibril akaja akawapigia kelele yake swaiha. Swaihatu ni ukelele wa Jibril alayhi salatu wassalam. Jamani, nyie watu wa huku pwani, si mnazijua meli? Mnajua meli ikiwa anza kutoka sinapiga ile kelele lake lile honi, sijui, sio? Kelele lile ukiwa karibu unajisikiaje? Yaani ukiwa pale pale bandarini unasikia vipi linavyofanya dhiki masikioni? Basi Jibrili ana ukelele, akiupiga hapa hatopona mtu, tutakufa wote. Akaja akawapigia na ukelele, fa asbahu fi darihim jathimina kaan lam yaghnau fiha, wakawa kwenye majumba yao jathimina, wamepiga magoti, wamekufa, wamepiga magoti hivi chini. Kafa mtu kapiga magoti, mikono kaining'iniza hivi kama popo. Jathimina kaan lam yaghnau fiha. Nabii Saleh akaja akaanza kuwahutubia, akaambia ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa ansahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Nyie watu wangu, nilikufikishieni ujumbe wa Mungu. Laqad ablaghtukum risalati rabbi, nimekufikishieni ujumbe wa Mola wangu, nimekuelezeni. Wa ansahtu lakum, na nikakunasihini. Walakin anaongea na misiba, wote wamekufa wale. Ndio Mola anasema hakuna kilichotuzuia kupeleka miujiza tena. Ma mana'na an nursila bil ayati, hakuna kilotuzuia kupeleka miujiza, illa an kadhaba biha alawwaluna, isipokuwa kwa sababu waliipinga watu wa mwanzo. Miujiza gani Mola ulipeleka ikapingwa? Wa ataina thamuda naka, tuliwapa Bani Thamudi ngamia.
na walimchinja ngamia. Moja kati ya mizo iliyopelekwa ni ngamia. Jamani, sisi watu wa leo tukikaa, sikwambii kwenye jiwe, ngamia alitoka kwenye jiwe, lakini hapa tumekaa sasa hivi hapa, mara ukaona hii busati simenti sijui nini inapasuka, alafu hapo anatoka ng'ombe mkubwa, atabaki mtu msikitini? Mtabakia? Haya, tumekaa hapa, mara anaingia paka tu, anakuja mpaka hapa nilipokaa mimi, alafu anainua vikono vyake vile mbele, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtaitika? Mtakimbia? Paka tu, labda ubabu ndo atabakia. Anasema naye ataondoka haraka sana, paka tu. Sasa kwenye jiwe kulitoka ngamia na Mola akapingwa. Sasa kwa nini haleti miujiza tena? Hataki Mungu kutuangamiza sisi ummati Muhammad, kwa sababu sunna yake akileta miujiza watu wakipinga anafanyaje? Anawaangamiza wote. Sisi hatuletei miujiza. Sisi kuna karamatul auliya, kuna mawali wa Mungu ana karama zao, si miujiza. Ni nini? Ni karama. Karama zipo mpaka leo. Kuna watu wakubwa wamepita dunia hii, wana mambo makubwa wamefanya, na yakaonekana wazi yakaonekana, lakini miujiza haiji, kwa sababu sisi ummati Muhammad tumetakiwa tusiangamizwe. Kana nabiyu sallallahu alayhi wasallama idha raa as-suhba mumtaddan fi jawi sama jaala yaqumu wa yaqudu wa yadhhabu wa yaji la yatma'innu hatta tumtira au yankashifa as-suhb. Mtume alikuwa akiona mawingu ya mvua. Mtume wetu sisi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, idha raa as-suhba, akiona mawingu ya mvua, mumtaddan fi jawi, mawingu yametanda juu, utamhurumia. Anakosa amani bwana Mtume, anapata dhiki, anaanza kutembea, anakwenda huku anarudi, anasimama, hana amani. Hata tumtira, mpaka mvua inyeshe, au yankashifa suhbu, au mawingu yaondoke, wa illa Mtume hana amani. Fasuila ma baluka ya Rasulullah, kaulizwa mbona hivyo, kwa nini unakosa amani mawingu haya? Qala alayhi salatu wassalamu, akhsha min nuzuli al-ahjari ala al-umma, naogopa kuja kupigwa mawe umma wangu. Hii pengine sio mvua, ni mawe wanataka kupigwa umma wangu. Ya Rasulullah, uliwahi kuona wapi mawingu ya mvua ikawa mawe? Aina raaita hadha? Kadiman fi wadi al-Yamani andhara sayyiduna Hudun qauma falamma abau wa rafadhu amrahu wa anadu raau aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna qala bal huwa mastajaltum bih rihun fiha adhabun alim. Huko Yemen aliishi mtume anaitwa Hudi, Nabiullahi Hudi, sio? Na watu wake wenye maguvu Bani Adi, akawaonya watu wake Bani Adi, faabau, wakakataa kumsikiliza Hudi. Halafu walivyokataa, Yemen ni nchi ya ukame. Sio ajabu Yemen kukaa mwaka mzima haijanyesha mvua hata siku hii, mwaka mmoja miwili hakuna mvua, lakini siku ikinyesha mvua, suyulu wa dhahabul anfus, ni mafuriko mpaka kufa watu. Utadhani Mwenyezi Mungu ameiziwia mvua ya miaka miwili ili ailete siku hii. Wamekaa na ukame na uhuni wa kumpinga mtume Nabiullahi Hudi. Siku moja wakaona kuna wingu linaelekea mji wao, raau aridan mustaqbila awdiyatihim, kuna wingu linakuja kuelekea kwenye mabonde ya mji wao, al-yamaniyatu shaqiqa. Wakasema hadha aridhun mumtiruna, ili wingu la mvua, sasa hivi mvua itanyeshea. Jamanini, ukiona mawingu ya mvua unaamini nini? Wazee wa zamani sema dalili ya mvua ni nini? Si ni mawingu? Hadha aridhun mumtiruna. Mola wetu katuwekea alama nyingi sisi za kuyajua mambo.
Anasema wa alamatin wa bin najmi hum yahtaduna, Mola kaweka nyota, unafahamu, na alama chungu mzima, watu wanaongoka wakiangalia alama. Taban, ukiona mawingu unajua kuna mvua inakuja. Ukimuona mwanamke ana mimba mjamzito, hiyo ni alama ya nini? Si unajua pana mtoto anakuja. Anaweza asizaliwe, sio lazima. Anaweza Mungu akamharibu mule mule tumboni asizaliwe tena, msimuone hasa. Mola anaweza hivyo, lakini hatuwezi kusema kingine kama tunaona mimba. Tukiona mimba tuna kauli, tunasubiri mtoto anazaliwa. Kote duniani, labda huku Buguruni, ukiona mimba huku mnasema mnangoja nini? Mapapai. Anangojwa mtoto, ni alama kaweka Mola subhanahu wa ta'ala. Bani Adi wameona wingu linakuja, wakajua ni mvua, wakasema hadha aridhun mumtiruna, ili ni wingu la mvua, tunapata mvua sasa hivi. Hudi akawaambia bal huwa mastaajaltum bihi, hii sio mvua, hii msidhani ni mvua, hii ndiyo ile adhabu ambayo mmekuwa mnaitaka haraka haraka ije, ndio hii leo. Hili wingu rihun, huu ni upepo, fiha adhabun alimu, kwenye upepo huu kuna adhabu kali sana leo. Na kweli ilikuwa adhabu kali sana. Mola kasemaje? Wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atia, ule upepo unapita, tudammiru kulla shay'in atat alaihi, unakiangamiza kila kitu kinachopita. Ukikuta upepo umesimama, upepo unapitia shingo ya mtu kama imekatwa na jambia, inakwenda kichwa kule, kinaanza kuongea maneno yasiojulikana huko, imebaki shingo tu. Aliwafeka vichwa. Uhliku birihin sarsarin atia, siku ngapi? Sakharaha alaihim 7 layalin wa 8 ayamin husuma fatara alqauma fiha sar'a kaannahum a'jazu nakhlin khawiya, wabaki watu kama vile mashina ya mitende ambayo huku juu yamekatwa, limebaki kuti peke yake la mtende, lile shina huku juu hamna makuti. Bani Adi. Sasa mtume anayajua hayo, kumbe kuna muda inatokea mawingu na isiwe mvua, iwe ni adhabu, ndio maana anakosa raha. Akaliwazwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe subhanahu wa ta'ala, akaambiwa wama kana Allahu liyuadhibahum wa anta fihim. Muhammad, tulia, Mwenyezi Mungu hatowaadhibu watu wako wakati uko nao. Wama kana Allahu muadhibahum wa hum yastaghfirun. Dhakara Allahu fi hadha al-aya amanaini, amanan baqi wa amanan madhi. Aya hii imetaja amani mbili, amani zetu sisi hizi. Amani yetu namba 1 ni vile kuwa sisi ni wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad, basi ndo tumekuwa tuko mpaka leo. Falaula nabiyul mustafa warasulul mujtaba ma jalasna majlisa wala takallamna min kalima, tusinge kuwepo hapa kama sio Mtume Muhammad hapa. Ndio maana Mungu aleti miujiza, kwa sababu ajua akileta mkipinga hambaki. Kule kutokuletwa miujiza ni hurma ya Mwenyezi Mungu kwa ummati Muhammad, ili tuwe salama. Hakuna dhambi hata moja ya watu wa zamani ambayo leo haifanywi, au sio? Madhambi ya umma za zamani yaliyosababisha wakaangamizwa wote, leo hakuna hata moja lisilofanywa, na linafanywa kwa advance, linafanywa zaidi kuliko huko zamani huko. Na wafanyaji ndio sisi. Mungu atustiri aibu zote hizi. Wameangamizwa watu kwa ushirikina, leo ushirikina hamna. Wameangamizwa watu kwa sababu ya kupunja vipimo kwenye mizani, watu wa Nabii Shuaibu, sio? Vipi leo masokoni, madukani hakuna kupunjana kwenye mizani? Mbona bado wapo mpaka leo? Watu wa Shuaibu walianzisha dhambi ya ujambazi, wakaambiwa wala taqudu bikulli siratin tuiduna wa tasudduna an sabilillah. Dhambi ya ujambazi ilianzishwa. Leo majambazi hamna? Huko kwetu wamejaa, labda Buguruni ndio hamna huko kwenu. Walikuja wahuni
wakaleta dhambi ya kuendeana wanamume kwa wanamume, inaitwa maasiyatu liwati, yani mwanamume mmoja kumuona mwanamume mwenzie ni mwanamke wake. Mwanamume anamwangalia mwanamume mwenzake kwa jicho la kama vile anamwangalia mwanamke, na wataendelea mpaka yatafanyika yale yanotakiwa afanyiwe mwanamke. Inaitwa liwati. Mwenyezi Mungu aliwafuta. Leo dhambi hiyo hamna. Hakuna watu wanaitwa mashoga. Dar es Salaam hii kuna mashoga wengi sana. Sikwambii tukienda Zanzibar, sikwambii tukienda Mombasa. Sasa hivi wamepiga hatua zaidi. Kuna mwanangu huyu kakaa Mombasa na 13 anasoma, huyu hapa huyu. Muulizeni habari ya huko Mombasa iko vipi, huyu anajua. Mbona jamani, mbona hawaangamizwi watu? Kwani Mungu kaenda likizo? Kwani nguvu zake zimepungua? Ni fadhila ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kama si hiyo pengekuwa hamna mtu. Sasa hivi wale wanaofanya hayo anakuja na kadhi baradhuli, anakuja kuwaozesha kabisa yule kadhi baradhuli, anawafunga mpaka ndoa ipo siku hizi. Wanavaa na pete, wanasema anavalisha pete mkewe. Huyo mke mwanamume mwenzie. Si tufurahi, tunaye mwanadamu katupa Mungu, kwa baraka yake tumebakia mpaka leo. Ni Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bila hivyo wengi hapa tungekuwa hatupa. Ataina thamuda naqa mubsiratan, aya ya wazi wazi yenye kuonekana. Mubsira ni kama kusema Kiswahili, ataina thamuda naqa mubsira, tukawapa Bani Thamudi ngamia peupe wazi kabisa, kila mtu anaona. Fadhalamu biha, wakafanya dhulma kwa ngamia hiyo. Si nimekwambieni walimchinja? Dhalamu biha, wakafanya dhulma kwa huyo ngamia, wakamchinja. Wama nursilu bil ayati, na wala sisi hatupeleki miujiza illa takhwifa, ila ni kwa sababu ya kuwapa watu hofu, wamuogope Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukiona Mola kaleta muujiza, anachotaka Mungu, mkiona muujiza umekutisheni, basi yuko mwenye muujiza huo anataka aogopwe zaidi kuliko ule muujiza wenyewe. Mnafahamu? Wa idh qulna laka, hii ni aya namba 60 inayoanza sasa hivi, aya ya 60, na ndio aya ya mwisho kwa darasa leo. Wa idh qulna laka, kumbuka Muhammad pale tulipokuambia. Idh qulna laka, pale tulipokuambia. Inna rabbaka, ya kwamba Mola wako mlezi, ahata bin nasi, amewazunguka watu wote. Mola wako ahata bihim, amewazunguka, yani wote kawazunguka. Mola amewazungukaje? Ahata bihim ilma, amewazunguka kwa kuwajua. Yani hakuna ambaye ametoka ndani ya ujuzi wa Mungu ikawa uko aliko hajulikani. Mnanielewa? Ahata bihim ilma, amewazunguka Mungu watu wote kwa kuwajua. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawajua watu wote, kuanzia wa mwanzo mpaka wa sasa na mpaka wajao siku ya kiyama, hakuna asiyemjua. Na nielewa hivyo? Watu wote anawajua. Kabla ya leo, hivi leo kuna watu wameishi huko nyuma na washakufa, sio? Hao waliokufa kuanzia mtu wa kwanza Adam alayhi salatu wasalam, kuanzia Adam alifuata nani? Wakaja Kabili na Habili, wakaja kina Shaith, wakaja kina Idris, wakaja kina Nuhu, wakaja watu toka huko hadi leo, wote anawajua. Anawajua majina yao,
anawajua umri wao, waliishi kila mtu miaka mingapi umri wake, anawajua unene na wembamba walikuwaje watu wao, anawajua tabia zao. Mmoja alikuwa kibaka, mwingine alikuwa mzinifu, mwingine alikuwa kiburi, anawajua. Mwingine alikuwa mjinga, mwingine msomi, anawajua wote hao. Na anatujua tuliopo duniani hivi sasa sote. Dunia nzima sisi Mungu anatujua. Unanifahamu? Anatujua. Humu tumeokaa wote anatujua tunaitwaje. Sisi wenyewe hata hatujuani humu. Kuna watu hata sijui majina yenu. Lakini Mungu anajua unaitwa nani. Anajua kabisa yule pale Shomvi, yule pale Mwemtoti, yule pale Nyamalonda, anajua. Kila mtu na jina. Hata wenye majina mabaya, mwingine Pakacha, anajua Mungu pale kakaa Pakacha pale. Ahatwa bihim. Mola anawajua watu majina yao, umri wao utakuwa kiasi gani, na wataumwa maradhi gani na lini, na yatapona kwa namna gani, watakufa hawa watu, huyo atafia. Kila mtu hapa anajulikana atakakofia. Ye mwenyewe hajui atafia wapi, Mola anajua utafia sehemu fulani na utakufa hapo hapo. Na siku ukifa anaenda kukutia wapi, motoni au peponi, anajua hivi sasa, anajua. Na watakaokuja mpaka siku ya kiyama wote anawajua kama anavyojua wa zamani. Yakulu rabbuna walakad alimna almustaqdimina minkum walakad alimna almustakhirina, tunawajua wote waliotangulia huko nyuma na tunawajua wote waliochelewa. Inna rabbaka ahata binnas, Mola wako kawazunguka watu. Panatakiwa tamizi hapa, kawazunguka kwa jambo gani? Ilma, kawazunguka kwa kuwajua. Tunajulikana kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Anatujua sisi, tukiwa hadharani tunafanya nini, tukiwa faragha tunafanya nini. Kuna mtu anafanya maasi usiku katikati kwenye kiza, mwenyewe kajificha, amejificha kizani huko. Mwingine jeuri shupavu anafanya katikati ya mchana, yeye hajali kitu, au sio? Mola anasemaje? Anasemaje Mwenyezi Mungu? Sawaun minkum man asarra alqawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahari. Ni sawa sawa kwa Mungu, atakayeficha jambo lake amefanya siri, na atakayelidhihirisha, wote mmeonekana sawa. Wewe uliyeficha na yule alodhihirisha kwa Mungu mmeonekana sawa. Hakuna mtu labda hajaonwa vizuri, wote mmeonekana sawa. Aliyefanya kituko katikati ya mchana, alivyoonekana na Mungu ni sawa na alivyoonekana alofanya usiku wa manane gizani. Nyote mmeonekana sawa. Anavyomuona Mungu aliye kizani ni sawa sawa na anavyomuona aliye kwenye mwanga. Sio, mnanielewa? Idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi, Mola wako amewazunguka watu wote kuwajua. Ilman wa qudra, na amewazunguka kwa uwezo. Mola amewazunguka watu wote kwa uwezo, yani anawaweza watu wote, anawajua watu wote. Mnanielewa? Yani kuna mtu hapa Mungu anamshindwa. Mimi natamani atokee mtu yule, Sheikh, mimi namshinda Mungu mimi. Mmoja katika masahaba aliulizwa, kaifa asbahta, umeamkaje? Akajibu, asbahtu uhibbu alfitna wa akrahu alhaqa wa usalli biduni wudhu'i waliya ma laysa lillahi fi sama. Umeamkaje bwana? Asema, na mimi bwana nimeamka napenda fitna naipenda sana leo nilipoamka, alafu siipendi haki, nachukia kabisa haki, siitaki. Halafu mimi mwenzoni nimeamka na sali bila udhu, usali biduni udhui, na swali bila udhu mimi. Waliya fil ardhi ma laysa lillahi fi sama, na hapa ardhini mimi nina mambo hata Mungu mbinguni hana. Nishamzidi Mungu, nina mambo mimi Mungu mbinguni hana hayo mambo. Aliposema hayo maneno Umar akamwambia, wewe unaleta ukafiri hapa. Maana anasema mbele ya Umar, ujue ya hadha atakulu hadha, unasema hivyo mbele yangu mimi? Ataarif man ana, unanijua mimi? Wewe unanijua kweli? Unasema hayo maneno, wewe una mambo hata Mungu hana, ndio unaniambia hivyo mimi?
Ujue hapo yanakaribia kuanza makofi, kwa sababu ni Omari huyu. Vibao vianze. Mara amekuja Saidina Ali bin Abi Talib, akakuta huu mzozo, akaambia madha hasal, hapa kumetokea nini kwani? Akaambia innahu hadha, ni huyu bwana huyu anasema leo kaamka anapenda fitna, halafu anachukia haki, halafu yeye anasali bila udhu. Kasema na amesema ana mambo hapa duniani anayo yeye, hata Mungu mbinguni hana. Sasa nataka nimshughulikie huyu. Ali akamwambia, akasema kweli huyu mtu huyu, mbona? Akasema sawa sawa tu, wewe hujamfahamu huyu. Ameamka anapenda fitna. Fitna ni nini? Qala Allahu Ta'ala, inna amwalakum wa azwajakum fitna, au sio? Hakika mali zenu na wake zenu ni fitna. Yeye anapenda mkewe, fitna ni huyu mkewe. Au wewe upendi mkeo? Mkeo ni fitna, Mungu anasema. Hata kama fitna, lakini uwe naye hivyo hivyo tu, uwe naye. Amesema mmoja ya ulama, la khaira fi nisai, la khaira fi nisai wala ghina anhunna, wanawake hawana kheri, lakini haiwezekani kuwakosa. Kheri hamna, lakini lazima uwe naye hivyo hivyo tu, uwe naye hivyo hivyo. Nimeamka anapenda fitna, kumbe anapenda mkewe, anapenda na pesa. Na nyie vipi leo, pesa hampendi? Kila anopenda mapesa anapenda fitna. Amwalakum fitna, azwajakum fitna. Anachukia haki, akasema wa anta kadhalika, hata wewe unachukia haki. Innahu yakrahu almauta walmautu haqu, huyu kaamka hapendi kufa, na kufa ni haki. Na nyie msikitini vipi, mnapenda kufa? Mbona mmekaa kimya? Unaona hali yenu, mnapenda kufa, hampendi? Mzee, hupendi kufa, unapenda? Basi hupendi haki. Ukiona hupendi kufa, ujue hupendi nini? Hupendi haki. Kwa hiyo kasema kweli tu, hapendi haki, na maana yake hapendi kufa. Na sio peke yake, hata wewe vile vile, sote hatupendi kufa, maana yake hatupendi haki. Qala innahu yusalli bighairi udhu, kasema anaswali bila udhu. Akasema naam, kapatia huyu. Liannahu yusalli ala nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, huyu anaswali kumswalia bwana mtume. Jamanini, kumswalia mtume kuna sharti ya kutawadha? Namna Mungu alivyompenda mtume Muhammad, wewe msalie vyovyote ulivyo. Una udhu, msalie. Una janaba, msalie. Kumsalia mtume si sharti tahara, mnanielewa? Kwa hiyo ukimsalia mtume si umeswali, umesali bila udhu. Hapa sasa visema jamani, hebu msalieni mtume Muhammad. Hapa mwenye udhu kapatia, asokuwa na udhu kapatia, wote mmemsalia bwana mtume. Si sharti udhu. Aya, akasema mimi nina mambo hata Mungu mbinguni hana. Na mambo mimi mbinguni hana Mungu, ninayo mimi tu. Ndo nini? Ambia naam. Ana anamu wallahu la yanamu, mimi nalala, mimi nina usingizi nalala. Mungu analala? La taakhudhuhu sinatun wala naumu, Mungu analala mimi tu, mimi nina usingizi, Mungu hana huko aliko. Kapata kakosa? Wa atawajjahu ila almirhadhi, na mimi ninazo haja zangu na kwenda chooni. Na Mungu je? Mimi ninazo haja zipeleka chooni, Mungu je? Sie tuna mambo, Mungu hana, au sio? Kwa hiyo ni kuelewana tu, kusoma tu, unajua tu kama kuna vitu viko namna kama hiyo. Idh qulna laka, tuliposema kukwambia Muhammad, inna rabbaka hata bin nas, hakika Mola wako kawazunguka watu wote. Jamanini, Mungu katuzunguka sie wote. Yani ni kama vile ukiwachukua, mfano tu, ukichukua kundi la sisimizi ukawaweka hapa kwenye kiganja chako, kuna ambaye utakuwa humoni. Wale sisimizi ushaweka hapa, yuko mmoja wao utakuwa we humuoni.
kuna mmoja kati ya sisimizi hawa utakuwa humwezi? Si umewazunguka tayari? Umewazunguka kwa elimu na umewazunguka kwa kuwaweza. Ahata bin nas, Mola kawazunguka watu wote. Hakuna mtu anayetoka kwenye elimu ya Mungu subhanahu wa ta'ala hata dakika moja tu ikapita kuwa huyo Mungu hamjui. La, ahata bin nas ilma bal wa qudra, na uwezo. Kila binadamu, hata mkimshindwa watu wote duniani, mjue tu kama Mungu anamuweza. Sasa hivi kuna muhuni mmoja, na sio sasa hivi, toka zamani yuko muhuni hapa duniani. Yeye hapendi kuona dunia imetulia, lazima afanye fujo kuua watu. Anaitwa Marekani. Duniani yatakatalu nasu sharkan wa gharba, kila mahala kuna vita. Ukiona sehemu kuna vita, ujue Marekani kasababisha. Kwa nini? Anatamani Marekani awe ndo yeye mfalme wa dunia nzima. The policeman of the world. Yeye ndo polisi wa ulimwengu, anaamini hivyo. Dunia inachafuliwa na Marekani. Anatoka kwake anakwenda kwengine kupiga watu, na moga ajabu. Sijawahi kumuona moga kama Marekani mimi. Marekani hajawahi kupigana vita ndani ya nchi yake, sio mule mwake. Anatafuta nchi huko, anaifanya ndio kituo chake. Kwa hiyo wale wanaopigwa kule wakitaka kujibu hawaipigi Marekani, wanampiga yule bwana mwenye kituo pale. Pia Marekani mara nyingi hapigani peke yake, anatafuta washirika wa kumsaidia kupigana, mpaka inakaribia kuaminiwa kwamba hakuna nchi inomweza Marekani. Karibu iwe hiyo imani sawa, na wamshindwe dunia nzima Marekani. Yuko nani? Yuko Allah subhanahu wa ta'ala, na kuna siku Mungu ataitia adabu Marekani. Mimi nakwambieni, hata nikiwa nimekufa mtakuja kusema alisema yule mtu. Majabari wote dunia hii Mungu hajawaacha, kwa sababu yule Marekani hajawa jabari kuliko Firauni. Firauni yuko wapi? Iko siku ya Marekani Mungu atamtia mkononi. Mimi huwa nawafurahia sana baadhi ya nchi wanaomfanyia kiburi yule Marekani, naona raha kweli, kwa sababu jabari yule. Alikuweko mtu mmoja kila siku anamletea ujeuri, mpaka huyo mtu kafa, anaitwa Fidel Castro wa Cuba. Alimwambia Marekani, wewe ukinichezea mimi hapo jimbo la Florida utaokota jivu, mimi nitaanzia hapa Florida utakuta jivu. Na ni kweli Marekani kimya mpaka Cuba yule rais kafa. Akaja mwingine akanifurahisha sana. Na siku hizi kuna mtoto mmoja bwana mdogo hivi ananyoa nini, anafanya kunyole zake kama nini, imekuwa kama jogoo. Nani yule? Manaitwa kiduku, sio? Naona mambo yenu nyinyi watu siku hizi mna mambo hatujajua zamani. Kiduku ndo nini sasa? Kiduku ndo kitu gani? Sisi kwenye elimu tunaita kazau. Kazau halqu ba'dhi ar-ra'si wa tarku al-ba'dhi. Kazau ni kunyoa sehemu ya kichwa ukaacha nyingine. Yaani kuna sehemu umenyoa, kuna sehemu umeiacha, inaitwa kazau. Anayenyoa hivyo kalaaniwa. La'ana Allahu al-kazau, Mtume anasema la'ana Allahu al-kazau. Miaka ya zamani wazee wanajua, huko zamani mambo haya yalianza zamani, lakini leo mmezidi. Zamani wakiita panki. Unasikia mzee kuna panki, kuna denge, mzee anasema na denge lipo. Siku hizi tumekwenda paka kwenye kiduku. Amelani Mwenyezi Mungu. Sasa kuna kitoto kiko Korea, sio kikubwa, kidogo ndio hivi kiko Korea. Hicho kinanifurahisha kitu kimoja tu, kumjeuria yule Marekani, basi napata raha mimi nikanywa na kahawa. Shetani sana Marekani. Wameshakufa dunia hii watu wengi kwa sababu ya Marekani kuua watu. Ana siku yake naye. Kale katoto kakule Korea walikubaliana na Marekani wakazungumze kupunguza silaha za nyuklia, wazipunguze. Haya, wakaambiana njoo Marekani. Yule mtoto kiduka akaambia siji. Uko kwako mimi siji. Akaambia njoo wewe huko. Na yule Trump akasema na mimi kwako siji. Kila mtu anamuogopa mwenzie, anasema siji. Wakakubaliana wakafanye kikao chao Indonesia baharini kwenye meli. Wakaenda kwenye meli kuweka mkutano masaa 6.
wakaweka agreement zao, wakakubaliana vizuri mambo yao, kama kweli tutapunguza hiki, tutapunguza hiki, sawa. Mkutano ulipoisha, wa kwanza kuondoka Trump. Alipoondoka yule kijana, waandishi wa habari akamwambia, msiondoke, nina mazungumzo, bakini kwanza. Yule kaondoka, mimi bado nina maneno na nyinyi waandishi. Akamwambia, sikilizeni, tulichoongea na yule Marekani chote nimefuta. Tangazieni dunia, mimi sina makubaliano na Trump. Yale maongezi nimeyafuta, ajua. Hakuna tulichoongea. Chaneni makaratasi, hakuna makubaliano. Mwambieni kama anataka tufanye vita tu basi. Na Marekani ajenda hata siku moja utavita kule. Kale kakiduku kale katoto kemenifurahisha hapo. Na sasa hivi kana hamu kweli kaingie kwenye vita ya Irani. Hamu yake iko hapo. Amesema, mimi Irani na raia wangu asidhurike hata huyu. Akidhurika raia mmoja naingia uwanjani. Unaonaje, ana hamu hana huyu? Ana hamu. Sema mmoja tunaingia uwanjani. Idh qulna laka inna rabbaka hata bin nas, Mola wako amewazunguka watu wote. Ndugu Waislamu, mkimuona mtu anasumbua mtaani, anasumbua kwenye wilaya, anasumbua kwenye mkoa, kwenye nchi, kwenye dunia, mpaka mmemshindwa, msiwe na wasiwasi, kuna aliyemuumba. Siku moja Mola atamtia mkononi. Ahata bin nas, amewazunguka watu wote. wama ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas wash-shajarata al-mal'unata fil Qur'an wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Ni aya namba 60 hii suratu Bani Israila, na mimi nasimama hapa. Tukikutana katika darsa ya kesho inshallah nitaanzia aya hii hapa, idh qulna laka inna Allaha hata bin nas. Tutaanzia hapa inshallah kwenda mbele, na nieleze tu kama darsa ya Qur'ani ya mwezi huu tutakuja kuifunga siku ya mwezi 28, kesho kutwa. Kesho si 27? Naam. Inshallah mwezi 28 tutafunga darsa yetu hii. Zitaendelea darsa zingine za kawaida, na zitaendelea kwa uslubi mzuri zaidi ya huu, kwa sababu badala ya siku 2 kwa wiki itakuwa siku 3 kwa wiki. Lakini nitaweka utaratibu wa usomaji unaotakiwa. Kusoma kuna taratibu zinazotakiwa, na ukizikosea utakuwa unapoteza wakati. Mnanielewa? Mimi nitamwambia imamu alete hapa daftari, nini ile kaunta buku, sio? Watu wote walio na hamu ya kusoma darsa hii waandikwe majina yao na namba zao za simu, na yangu itaandikwa, ili ukiwa nyumbani unarejea masomo, ukiona unakwama mahala nipigie, au sio? Tutasaidiana hata nyumbani. Lakini tukikuona darasani siku 2 haupo, tutakupigia, we bwana, mbona darasani huji? Unanielewa? Yani usomaji uwe wa mfumo, sio kwenda tu hapa. Mimi na matumaini watapatikana wajuzi hapa, natumaini hivyo watapatikana wajuzi, watasaidia huko. Sasa ni bora kwenda kwa utaratibu. Mmenielewa? Sio kunielewa tu. Mko tayari? Mungu atujalie inshallah. Sasa kama kuna swali mtu aulize ili swali. Namba. Baba ananikumbusha kwamba hapa tuna kiporo tulikiwacha cha kusema, na maana ya kunikumbusha kana kwamba ananiambia kiseme sasa, yani kile kiporo kiishie leo. Kiporo gani? Ni kueleza shirki ni nini, kwa sababu watu wengi kwenye jamii hawajui shirki ni kitu gani. Imekuwa kila kitu siku hizi kinaitwa shirki. Sasa mimi niliahidi hapa utakuweko muda wa kueleza shirki tu maana yake nini insha Allah. Kiporo cha pili ni kueleza ubani. Imeonekana mijumuiko ya Kiislamu ya shughuli zao, iwe ya furaha au ya huzuni, huwa panachomwa nini? Ikiwa watu wamekaa sasa wanafanya ndoa, pale kwenye ndoa kunaletwa nini? Unachomwa ubani. Mara nyingine msibani,
msibani pale, kwenye msiba watu wako nje wanasoma Qur'ani, pia panaletwa nini? Sasa huu ubani kwani maana yake nini? Unakuwa huu ubani ndio nguzo ya ile shughuli au sharti ya shughuli ile au nini? Ubani kwa nini uwe ubani? Sasa viporo viwili hivi na malizia kimoja. Leo ni ubani, kwa sababu shirki ni jambo kubwa, atakuelezwa kwa upana. Naweza kueleza shirki muda huu hapa, tafika magharibi, basi ni darasa la maalumu la kueleza shirki. Ndugu zangu, nataka mjue mahala inaposomwa Qur'ani wanahudhuria malaika. Wanaposoma watu Qur'ani na malaika wanakuja. Maneno haya yameandikwa wapi? Ameyasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na ni hadithi nilianza nayo darasa ya leo. Majtamaa qaumu, na maneno ni nakira. Majtamaa qaumun fi baitin min buyuti llahi yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakina wa haffatuhumul malaika. Unapiga hapa mahallu shahid, wa haffatuhum almalaika wa dhakarahumullahu fi man indahu wa ghashiyatuhumur rahma. Mtume kasema hawakusanyiki watu wowote, kaumun, hawakusanyiki watu wowote kwenye nyumba miongoni mwa nyumba za Mungu wakawa wanasoma kitabu cha Mungu na wanasomeshana kitabu cha Mungu, isipokuwa utashuka kwao utulivu. Nazalat alaihim sakina, watashushiwa utulivu. Unaona, unasoma Qur'ani hapa msikiti pametulia huko, au sio? Ameshusha Mungu utulivu hapa. Wa ghashiyatuhumur rahma, na inawafunika rahma. Wa haffatuhumul malaika, na malaika wanawafunika kwa mbawa zao. Wakikaa watu wanashughulika na Qur'ani, wanafunikwa na mbawa za malaika. Mnanielewa? Bado wadhakarahumullahu fi man inda, na Mungu anawataja huko, anawatajeni Mwenyezi Mungu kwenye hadhara kubwa kubwa huko, anawataja Mungu. Tunatajwa na Mola wetu hivi sasa. Sasa wakikaa watu kwenye nyumba miongoni mwa nyumba za Mungu, Mtume kasema inna buyuta llahi fil ardhi la masajidu. Sawa, hakika nyumba za Mungu duniani ni misikiti. Ni hadithi. Nyumba za Mungu ni nini? Ni misikiti. Karibu nimalize hichi kitu. Msikiti ni nini? Jabanini, msikiti ni nini? Msikiti ni jengo hili. Kwani humu ndani tukiwa hatuji kuswali wakafugwa mbuzi humu, mkija mnaita msikiti? Imamu, tukisema humu hatuji kusali watu wote, sasa haji hata mtu mmoja humu, ila sasa wamewekwa kondoo humu na mbuzi. Ukiambiwa humu ni wapi, utasemaje? Zizini. Ule msikiti umeenda wapi? Kumbe msikiti ni nini? Qala Rasulullahi Muhammad, ju'ilat liya al-ardhu kulluha masjida wa turbatuha lana tahura. Mwenyezi Mungu amefanya ardhi yote ni msikiti. Haya ni maneno ya Bwana Mtume Muhammad. Mola amefanya kwa umma huu ardhi yote ya dunia nzima sisi ni msikiti, halafu na mchanga wa ardhini sisi ndio chombo cha kujitoharishia. Mahala mtu akikosa maji sasa ya kutawadha anatumia nini? Muda wa kuswali umefika, jengo kama hili halipo, unatakiwa usiswali? Basi pale unaposwali ni masjida. Al-ardhu kulluha masjid, ardhi yote msikitini. Mmenielewa? Basi popote mkikaa mnasoma Qur'ani, yale manne yamekuja: utulivu, nazalati alaihim sakina, halafu kufunikwa na rahma, ghashiyatuhumur rahma, halafu kufunikwa na malaika, haffatuhumul malaika, halafu wadhakarahumullahu ta'ala fi man inda. Popote mkikaa mtarehemewa, popote mkikaa mtafunikwa na malaika, maadama mnasoma nini? Mnasoma Qur'ani. Qur'ani yenyewe imetuambia
idha quria alquranu fastami'u lahu wa ansitu, ikisomwa Qurani nyamazeni muisikilize. Ikisomwa msikitini tu, popote pale ikisomwa Qurani, Muislamu unyamaze na uisikilize, au sio? Kuna malaika wanashuka pale. Sasa malaika wakishuka, toka zamani huko wazee wetu wanachoma ubani pale mahala au udi, ili pawe na harufu nzuri. Wanakuja viumbe wa Mungu wakubwa, sio? Wakute pale mahala pananukia, na harufu nzuri ni dawa. Ni sunna ya Bwana Mtume Muhammad kupenda harufu nzuri. Choma pale ubani pananukia. Jamani, hata kabla ya malaika, nyinyi wenyewe mkitia udi pale hamfurahi hata nyinyi? Au mpaka malaika tu na nyinyi mnachukia? Hapa ukiwa unawaka ubani mzuri, vipi nyinyi mnaona tabu? Mnafurahi, sio? Lakini na kuna malaika wanakuja. Ndio maana tu, hakuna maana nyingine. Wakiwa watu wanaoa na shaubani, panatakiwa harufu nzuri tu, ndio maana yake. Na wala sio ubani usipochomwa ndio ndoa imeharibika, labda hitima yenu haikusihi. Ule ubani ni kuweka harufu tu babu, hakuna kingine. Nishakujibu. Shirki siku yake kwa urefu. Swali jingine kama lipo. Halipo, watu wameelewa sana. Allahumma faqihna fi din waftah alaina futuha al-arifin warzuqna ilma al-anbiya wal mursalin. Allahumma rabbana faj'alna min al-ulama'i al-amilin wal awliya'i as-salihin al-a'immati al-mahdiyyin al-qa'imin bihifdhi namus ad-din wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin alladhina la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.